wetu huu ambao tunauzindua leo wa Mtumiaji App, Baraza la Ushauri la TCRA linakwenda kutekeleza lengo hili kwa haraka zaidi na kwa ufanisi. Ndugu zangu washiriki wote, tunaona namna gani sekta yetu ya mawasiliano inaendelea kukua kwa kasi, lakini tunaona namna ambavyo kumekuwa na ongezeko kubwa la watumiaji. Tumesikia takwimu mbalimbali za watumiaji wa huduma za mawasiliano ambao kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Disemba 2025 ambayo imekuwa ikitolewa mara kwa mara na mamlaka yetu ya mawasiliano Tanzania TCRA, inaonyesha kwamba hadi kufikia Disemba 2025 laini za simu zilizosajiliwa ni milioni 106.9 ikilinganishwa na laini za simu milioni 99.3 mwezi Septemba 2025. Kwa unaona ndani ya miezi mitatu tu kuna ongezeko kubwa sana la takriban laini milioni 7.3. Aidha, watumiaji wa huduma za internet na wenyewe pia wameendelea kuongezeka na kufikia watumiaji milioni 58.6 ikilinganishwa na watumiaji milioni 56.3 mwezi Septemba mwaka 2025, na kwenyewe unaona ongezeko la watumiaji milioni 2 pia .3. Ni ongezeko kubwa sana kwa miezi mitatu. Ukuaji na ongezeko la huduma hizi unatokana na mipango thabiti na mazingira bora na wezeshi ambayo yamewekwa na serikali kuwezesha uwekezaji, lakini vile vile kuwezesha upatikanaji wa huduma za mawasiliano na tehama hadi kufikia katika maeneo ya pembezoni pamoja na maeneo ya vijijini, maeneo ya mipakani, lakini pia maeneo mengine ya mazingira magumu ambayo hayana mvuto wa kibiashara. Ndugu zangu washiriki, serikali inaendelea kuimarisha miundombinu ya mawasiliano na uwezo wa kutumia teknolojia yenye kasi kubwa zaidi. Hii ni pamoja na kuendelea kujenga na kuboresha minara ya mawasiliano katika maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo ya vijijini na maeneo yasiyokuwa na mvuto wa kibiashara. Kupitia mradi wetu wa Tanzania Kidijitali, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF imetekeleza mradi wa ujenzi wa minara ya mawasiliano 758 ambayo imeelekezwa katika vijiji takriban 1400 katika kata 713 na hatimaye imewezesha kunufaisha wananchi milioni 8.5. Tunaamini pia wananchi wetu wataweza kujifunza haki mbalimbali walizonazo wao kama wananchi na watumiaji wa huduma za mawasiliano, lakini naamini pia wananchi wetu na watumiaji watapata fursa ya kuweza kutuma maoni yao na ushauri kwa baraza letu la TCRA CCC moja kwa moja na kuweza kufanyiwa kazi. Lakini 4, wananchi wetu naamini kupitia mfumo huu wa Mtumiaji App wataweza kupata taarifa za kisekta mapema na kwa wakati. Kuundwa kwa mfumo huu leo hii tutafanya hafla hii, lakini kama hautapata watumiaji utakuwa ni mfumo mfu na hautakuwa na mantiki wala maana yoyote. Mfumo unachangia katika kutekeleza ajenda ya serikali ya kuhudumia wananchi wake kwa kutumia mifumo ya kidijitali ili kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuwasiliana na baraza kwa njia ya Mtumiaji App, mtumiaji anapaswa kupakua Mtumiaji App kupitia Play Store au App Store. Aidha, mtumiaji anaweza kuingia kwenye mfumo kwa kufungua account iwapo atapenda, lakini pia anaweza kuingia tu bila kufungua account, yani anakuwa tu anonymous. Mfumo utahitaji taarifa muhimu zitakazowezesha mchakato wa kushughulikia changamoto au swala la mtumiaji, ikiwemo jina la ambaye anawasilisha maoni au hata pongezi au changamoto, mahali alipo au eneo ambalo changamoto imetokea kama vile mkoa, wilaya, kata, kijiji, mtaa, ili kurahisisha utatuzi wa changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta ya mawasiliano inakuwa ule mfumo wa anwani za makazi, ule mfumo ambao unaweza ukaidentify mitaa na nyumba pia umesaidia na unatumika katika mfumo huu, na mtumiaji anapoingiza mkoa aliyoko, kata, mtaa, vyote viko kwenye mfumo. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo huu mfumo pia umetake advantage ya kukua kwa sekta ya mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo huu ni salama, tumezingatia usalama
na taarifa zake zimehifadhiwa kituo cha kutunzia mifumo ya serikali, yani Government Data Center. Tukio hili linaashiria hatua muhimu katika jitihada za serikali na wadau wake katika kuimarisha ulinzi wa watumiaji, kuboresha uwazi wa udhibiti na kuimarisha ushirikiano kati ya watumiaji, watoa huduma na wadhibiti. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambapo Mheshimiwa mgeni rasmi ndiye waziri wake, pamoja na taasisi zilizopo chini yake zikiwepo hizo zilizotajwa UCSAF, TCRA pamoja na TTCL, kwa pamoja na watoa huduma wa huduma za mawasiliano, kwa kiwango kikubwa sana tumefanikiwa kupeleka huduma katika nchi yetu ya Tanzania katika mtandao mpana sana, ukijumuisha watumiaji hata wale ambao maeneo yao yalikuwa hayana mvuto wa kibiashara, waliopo vijijini na hata katika maeneo ambayo yalikuwa ni magumu kufikika. Ndugu mgeni rasmi, kukua kwa mtandao wa utoaji wa huduma za mawasiliano nchini umevutia kila sekta kuwa na sehemu ya utoaji huduma kupitia mtandao. Mtandao wa kazi umekuza uchumi wa kidijitali na umefanya kuwa na eneo ambalo sasa karibu kila mtoa huduma wa aina yoyote ile, sio mtoa huduma wa mawasiliano, mtoa huduma wa huduma yoyote ile, kutumia miundombinu ya mawasiliano ambayo serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano imetengeneza mtandao huu mpana.